Yes, karibu sana kwenye sports update ya Game On TZ. Kikosi cha Wekundu wa Msimbazi Simba kimerejea hii leo katika uwanja wa mazoezi Mo Simba Arena, huku wakijiandaa kuelekea ama kufanya maandalizi kuelekea katika michuano ya klabu bingwa barani Afrika. Leo ni mara ya kwanza kocha mpya ama meneja wa klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba, Dimitar Pantev, ameanza rasmi kazi yake ya kusimamia mazoezi katika uwanja wa mazoezi. Na kama unavyotazama, wachezaji wa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba tayari wengine wapo katika uwanja huo wa Mo Simba Arena kwa ajili ya kuweza kuweka mili sawa, na huku kumbukia kwamba ujio wa kocha mpya kwa sababu kila mchezaji lazima aoneshe kile ambacho alichokuwa nacho. Morali kwa wachezaji zote ziko vizuri kweli, na kila mmoja anaonesha jitihada pamoja na weledi katika uwanja huo wa Mo Simba Arena. Jioni ya hii leo kikosi cha Simba kimefanya maandalizi, huku wachezaji wakijaribu kumkaribisha na kumpa hongera pale ambapo nafasi ambayo aliyoipata kocha huyo wa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba baada ya kuwasili katika uwanja huo wa mazoezi. Nilikwambia mara ya kwanza, morali kwa kila mchezaji iko vizuri na kila mchezaji amempokea kocha vizuri na wameridhishwa ama wamefurahishwa kwa kitendo ambacho kilichoweza kutokea katika uwanja wa mazoezi. Aina ya upokeaji wa kocha huyo mpya wa klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba imekuwa kama tofauti. Hii ni mara ya kwanza wachezaji wa klabu ya Simba waliobaki katika majukumu ya timu ya klabu na wale ambao waliokuwa wameitwa katika timu ya Taifa Stars, wote hao bado hawakuweza kupata nafasi ya kukutana na mwalimu huyo, lakini wote ambao waliosalia katika kikosi hiko cha Simba ambao leo wameingia kambini kwa ajili ya kufanya mazoezi yao na kurejea kambini baada ya siku 4 kupewa mapumziko, na leo wamerejea katika uwanja huo wa Mo Simba Arena. Morali kwa kila mchezaji iko vizuri, lakini moja kati ya vitu ambavyo alivyojaribu kuvitazama kwa haraka zaidi kocha Dimitar Pantev ni kusema kwamba kwa baadhi ya wachezaji mili yao imekuwa ni mipesi, lakini baadhi ya wachezaji wengine wamekuwa kama mili yao imekuwa mizito kwelikweli. Ipo haja ya kwenda kufanya vizuri katika eneo la coach fitness, na hiyo ni moja kati ya sababu ambazo alizoweza kuzipelekea kocha Dimitar Pantev kwa maana kwamba anahitaji kumpata kocha mwingine mpya wa kocha wa viungo ama coach fitness, ambaye huyo atakuwa ni moja kati ya chaguo la kwake mwenyewe kocha Dimitar Pantev. Lakini morali ya wachezaji iko vizuri na kila mchezaji amefurahishwa kwa kitendo ambacho kilichokuwa kimeweza kupatikana katika uwanja wa mazoezi Mo Simba Arena. Leo ni ujio wa kocha mpya na leo ni mara yake ya kwanza tangu pale ambapo walipokuwa wamemtangaza kuwa katika majukumu ya timu hiyo ya klabu ya Simba Sports Club. Uongozi wa klabu ya Simba nao pia ukiambatana na baadhi ya watendaji pia walijaribu kufika katika uwanja wa mazoezi na kuhakikisha kila jambo linaenda vizuri na kila mchezaji anakuwa katika morali nzuri. Lakini morali ya kocha mwenyewe ukijaribu kumtazama tu kipindi anajaribu kuwatazama wachezaji ambao waliokuwa wamesalia katika timu hiyo, unaona jinsi gani kocha amefurahishwa na kuanza ile session yake ya kwanza kwa ajili ya kufanya maandalizi kwa ajili ya kuwaweka vizuri wachezaji pamoja na wale ambao walikuwa hawapati nafasi katika michezo mbalimbali ya ligi kuu Tanzania bara. Lakini kwa aina tu ya kitu ambacho nilichojaribu kukitazama pale ambapo kocha Dimitar Pantev alipokuwa akifundisha klabu hiyo ya Simba hii leo jioni, ambapo kikosi kimefanya mazoezi yake kwa ajili ya kuweka maandalizi ama kujiweka sawa kuelekea katika michuano ya klabu bingwa barani
Afrika kuna kitu kipi ambacho kocha Dimitri Pantev amejaribu kukionyesha, na haraka tu sana wachezaji wamejaribu kuklik kile ambacho alichokuwa amekihitaji kifanyike katika uwanja wa mazoezi. Na kwa aina ya vitu ambavyo vimefanyika hii leo katika uwanja wa mazoezi, unaona jinsi gani wachezaji wamepokea kwa haraka zaidi na wamejaribu kupokea na kile ambacho alichokuwa amejaribu kuwafundisha ama kuwaelekeza kocha Dimitri Pantev. Kwa hiyo kwa aina tu ya kile ambacho kilichofanyika katika siku hii ya kwanza ya kocha Dimitri Pantev katika uwanja wa mazoezi, unaona kabisa wachezaji wapo katika morali nzuri na wamejaribu kuleta mbinu mpya, huku akisaidiana na kocha msaidizi ambaye aliyekuwa ametoka naye huko nchini Botswana katika klabu ya Gaborone United. Lakini pia kocha Suleiman Matola alijaribu pia kujaribu kuelekeza wapi ambapo timu inatakiwa ianze na wachezaji gani ambao wamekuwa ni key player kwenye klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Hakika kitu ambacho nilichokiona katika uwanja wa mazoezi hii leo, unaona kabisa wachezaji wapo katika morali nzuri na wamejaribu kumuonesha kocha nini ambacho walichokuwa nacho. Kwa aina ya mazoezi ya hii leo kocha Dimitri Pantev alichokuwa amejaribu kuelekeza, naona kabisa Simba inaenda kubadilika, Simba inaenda kuwa bora zaidi katika eneo hilo, kwa sababu fitness ya wachezaji inaona kama vile imejaribu kuwa kubwa zaidi, au kwa sababu kocha mpya kila mchezaji anatamani kuonesha kwamba kile ambacho alichokuwa nacho. Lakini morali tu katika uwanja wa mazoezi na ile fitness ya mchezaji mmoja mmoja, unaona kabisa dhahiri wa shahili kila mchezaji anamuonesha kwamba mimi ni mchezaji wa aina gani. Lakini huyu ni kocha ambaye anajaribu kutumia ule mfumo wa 4-3-3, kwa maana kwamba mabeki 4, viungo katikati 3 na washambuliaji wanakuwa ni 3, kwa maana kwamba 4-3-3. Huo ni moja kati ya mfumo ambao mara nyingi sana kocha Dimitri Pantev amejaribu kufanya ama amejaribu kuonesha katika mashindano mbalimbali. Ni moja kati ya mfumo ambao anautumia mara kwa mara, lakini nimejaribu kuona kitu ambacho amejaribu kukionyesha kocha Dimitri Pantev kwa makasi ya mchezaji mmoja mmoja. Alijaribu kumtumia Elie Mpanzu katika eneo la katikati, lakini kwa kumchezesha kama namba 10, lakini pia akaona hiyo haitoshi, akajaribu kumweka Neema Ema katika uwanja wa mazoezi. Leo kasi imekuwa kubwa sana kwa wachezaji, zile placing ambazo wamejaribu kuzionyesha katika uwanja wa mazoezi, hakika kabisa naiona Simba inaenda kubadilika kwa siku tu hii ya kwanza, na kile ambacho alichukua amekileta kocha Dimitri Pantev katika uwanja wa mazoezi siku hii leo, naona kabisa Simba itaenda kuwa tishio katika eneo hilo. Lakini moja kati ya kitu ambacho amefanya mabadiliko ni eneo la holding midfielder. Tulizoea kumwona Alassane Kante kwa aina ya uchezaji wa hii leo katika uwanja wa mazoezi, naona kabisa kocha Dimitri Pantev amejaribu kumsogeza juu kucheza kama namba 8. Ni moja kati ya mbinu mpya, kwa sababu Dimitri Pantev ni mmoja kati ya watu ambao wanaamini sana ule mfumo wa 4-3-3, kwa maana kwamba katikati kuna kuwa na wachezaji 3, kwa maana kwamba ni viungo, aina ya washambuliaji wanakuwa ni 3. Kwa hiyo kwa mfumo huo haraka tu sana wachezaji wamejaribu kuklik kile ambacho alichokuwa amekihitaji kifanyike katika uwanja wa mazoezi. Na kwa aina ya vitu ambavyo vimefanyika hii leo katika uwanja wa mazoezi, unaona jinsi gani wachezaji wamepokea kwa haraka zaidi na wamejaribu kupokea na kile ambacho alichokuwa amejaribu kuwafundisha ama kuwaelekeza kocha Dimitri Pantev. Kwa hiyo kwa aina tu ya kile ambacho kilichofanyika katika siku hii ya kwanza ya kocha Dimitri Pantev katika uwanja wa mazoezi, unaona kabisa wachezaji wapo katika morali nzuri na wamejaribu kuleta mbinu mpya, huku akisaidiana na kocha msaidizi ambaye aliyekuwa ametoka naye huko nchini Botswana katika klabu ya Gaborone United. Lakini pia kocha Suleiman Matola alijaribu pia kujaribu kuelekeza wapi ambapo timu inatakiwa ianze na wachezaji gani ambao wamekuwa ni key player kwenye klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Hakika kitu ambacho nilichokiona katika uwanja wa mazoezi hii leo, unaona kabisa wachezaji wapo katika morali nzuri na wamejaribu kumuonesha kocha nini ambacho walichokuwa nacho. Kwa aina ya mazoezi ya hii leo
kocha Dimitar Patev alichokuwa amejaribu kuelekeza, naona kabisa Simba inaenda kubadilika, Simba inaenda kuwa bora zaidi katika eneo hilo, kwa sababu fitness ya wachezaji inaona kama vile imejaribu kuwa kubwa zaidi, au kwa sababu kocha mpya, kila mchezaji anatamani kuonesha kwamba kile ambacho alichokuwa nacho, lakini morali tu katika uwanja wa mazoezi na ile fitness ya mchezaji mmoja mmoja, unaona kabisa dhahiri wa shahili kila mchezaji anamuonesha kwamba mimi ni mchezaji wa aina gani. Lakini huyu ni kocha ambaye anajaribu kutumia ule mfumo wa 4-3-3, kwa maana kwamba mabeki 4, viungo katikati 3 na washambuliaji wanakuwa ni 3, kwa maana kwamba 4-3-3. Huo ni moja kati ya mfumo ambao mara nyingi sana kocha Dimitar Patev amejaribu kufanya ama amejaribu kuonesha katika mashindano mbalimbali. Ni moja kati ya mfumo ambao anautumia mara kwa mara, lakini nimejaribu kuona kitu ambacho amejaribu kukionesha kocha Dimitar Patev kwa makasi ya mchezaji mmoja mmoja. Alijaribu kumtumia Elie Mpanzu katika eneo la katikati, lakini kwa kumchezesha kama namba 10, lakini pia akaona hiyo haitoshi, akajaribu kumweka Neema Emma katika uwanja wa mazoezi. Leo kasi imekuwa kubwa sana kwa wachezaji, zile placing ambazo wamejaribu kuzionesha katika uwanja wa mazoezi, hakika kabisa naiona Simba inaenda kubadilika kwa siku tu hii ya kwanza, na kile ambacho alichukua amekileta kocha Dimitar Patev katika uwanja wa mazoezi siku hii leo, naona kabisa Simba itaenda kuwa tishio katika eneo hilo. Lakini moja kati ya kitu ambacho amefanya mabadiliko ni eneo la holding midfielder. Tulizoea kumwona Alassane Kante kwa aina ya uchezaji wa leo katika uwanja wa mazoezi, naona kabisa kocha Dimitar Patev amejaribu kumsogeza juu kucheza kama namba 8. Ni moja kati ya mbinu mpya, kwa sababu Dimitar Patev ni mmoja kati ya watu ambao wanaamini sana ule mfumo wa 4-3-3, kwa maana kwamba katikati kunakuwa na wachezaji 3, kwa maana kwamba ni viungo, aina ya washambuliaji wanakuwa ni 3. Kwa hiyo kwa mfumo huo naona kabisa amejaribu kumsogeza juu pale Alassane Kante, ili kuona kwamba uwepesi wake na uhodari wa kupiga pasi za haraka zaidi, naona kabisa imeenda kumlipa katika uwanja wa mazoezi. Kiwango cha Budo Joshua Mutale siku ya hii leo katika uwanja wa mazoezi, ujio wa kocha mpya superb, kwa maana kwamba kimekuwa vizuri sana, kimekuwa chakasi sana, lakini pia nimeona kipaji ama uwezo ambao ameuonesha Elie Mpanzu katika uwanja wa mazoezi siku ya hii leo. Unaona kabisa kila mchezaji amejaribu kumuonesha kwamba ni mchezaji wa aina gani. Hakika kabisa kutoka katika uwanja huu wa mazoezi mwa Simba Arena, unaona kabisa wachezaji wamekuwa na morali nzuri, wachezaji wamemuonesha kile mwalimu ambacho alichokuwa anakihitaji. Lakini kitu pekee ambacho kocha Dimitar Patev alichokionyesha siku ya leo katika siku yake ya kwanza katika uwanja wa mazoezi ni aina ya mpira ambao yeye anaoutaka kwenda kucheza kwa wachezaji wao. Kwa mara ya kwanza nimeona kasi ya timu ya hii leo, pressing za haraka zaidi, zinaitwa zile open plays, kwa maana kwamba ni za haraka zaidi, unagusa mara moja unaachia, unakimbia mbele. Lakini pia liboona kwa haraka zaidi wa Jonathan Soa, zile placing za kujaribu kupeleka mipira katikati pale. Hakika kabisa kwa siku yake hii ya kwanza naona kabisa Simba inaenda kubadilika katika eneo hilo la uchezaji. Kama wachezaji watajaribu kumuonesha Dimitar Patev kwamba ni aina ya wachezaji anaowahitaji yeye, naona kabisa Simba inaenda kufanya vizuri. Lakini kama wachezaji wataenda kumwangusha na kwa aina ya mfumo ambao yeye anaouhitaji, basi naona Simba itaenda kustruggle katika eneo hilo. Lakini kitu pekee cha kwanza ambacho wachezaji wanatakiwa kukifanya ni kumuonesha mwalimu na kujaribu kupokea kile ambacho anachokihitaji mwalimu, kwamba mimi nataka kitu hiki, basi na wao waweze kufanya kitu hiko na waweze kumuonesha kwamba kitu hichi ambacho mwalimu ndicho ambacho anachokihitaji kwenye uwanja wa mazoezi ama ni uwanja wa mashindano.